wakati Samia Suluhu Hassan amekamilisha mpango wa kukitumia chama cha ubwabwa kufanya hujuma nzito dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mwanaye wa kiume anayefahamika kama Abduli naye ana mpango wa kutumia baadhi ya viongozi wa Chadema kufanya maandamano yatakayotengeneza taswira ya kumpinga makamu wa mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa John Heche. Makala hii inazungumzia kuhusu yote hayo mawili. Sasa tuanze na hili la Abduli kupanga mpango wa kuwatumia baadhi ya viongozi wa Chadema kufanya maandamano ambayo yatatengeneza taswira ya upinzani dhidi ya makamu mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa John Heche. Sasa taarifa hizi zimepatikana kwamba mkakati unaotaka kutumika kwa upande mmoja utahusisha baadhi ya viongozi wa Chadema hasa wa mikoani, lakini pia kuna vijana tu wa kutoka mtaani ambao watapewa pesa na kuonekana kuwa ni wanachama wa Chadema, watavalishwa uniform za Chadema. Sasa kwa sababu kutakuwepo na hao viongozi kutoka mikoani ambao wamepewa fedha, basi maandamano hayo yatajenga taswira kwamba kuna watu, yani kwa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuna upinzani dhidi ya huyo makamu wa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa John Heche. Na taarifa hii pia imeelezwa kwa undani na moja wa wanachama waandamizi wa Chadema, Hilda Newton, ambaye aliandika katika mtandao wake, katika ukurasa wake kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akisema kwamba yani Chadema walifanikiwa kupata voice note, na voice note hiyo ilikuwa inahusisha mazungumzo kati ya mtu mmoja anaitwa Sumai Ramadhani, na huyu alikuwa anafanya maongezi na huyu Kenani Kiongozi, huyu mwenezi wa CCM. Kwa hiyo katika maongezi hayo, huyu Sumai amekuwa akihusishwa na matukio mengi sana, hususan matukio ya utekaji, lakini pia amekuwa akihusishwa na hujuma mbalimbali zinazoendelea dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa hiyo katika hiyo voice note ambayo imesikika kwamba kulikuwa wanazungumzia mkakati wa kuitisha maandamano ya wanachadema feki, na lengo likiwa ni kutengeneza taswira ya kumkataa Mheshimiwa Heche. Lakini kwa bahati nzuri maongezi haya yalinaswa na kufikishwa kwa Chadema. Kwa hiyo huyo Sumai anadai kwamba tayari kuna vijana wameshaandaliwa na wanapewa mafunzo ili siku hiyo watakaposhiriki katika maandamano waonekane kweli ni wana Chadema. Lakini kwa upande wa pili kuna jitihada hizo za kuwapata viongozi wa Chadema hasa kutoka mikoani ambao watapewa fedha na kushirikiana na hao vijana ambao wanapewa mafunzo ili maandamano yafanyike na kuonekana kwamba ni upinzani dhidi ya Mheshimiwa Heche. Sasa huyu Sumai pia alihusika katika mchezo mmoja uliofanyika miezi kadhaa iliyopita, ambapo yaliandaliwa maandamano feki ya Wakristo wa Katoliki feki, maandamano ambayo yalikuwa ya kumpinga Father Kitima na Askofu Ruwaichi. Kama unakumbuka, kuna maandamano yaliandaliwa akidai kwamba Wakatoliki wameandamana wakitaka kwenda ubalozi wa Vatican, wakitaka ubalozi huo uchukue hatua dhidi ya Father Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, pamoja na Askofu Ruwaichi, ambao kwa nyakati tofauti walikemea na kuzungumza kuhusiana na unyama uliofanyika Oktoba 29 kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nataka kutumia script kama hiyo katika hili swala la kuonyesha kwamba kuna mpango wa wanachadema, yani kwa ndani ya chama hicho kuna upinzani mkali ambao unataka kushinikiza kuondolewa kwa makamu wa mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa John Heche. Sasa kwa upande mwingine, wakati hayo yakiwa yanaandaliwa na Abduli, upande mwingine mama yake, yani Samia Suluhu Hassan, yeye anataka kukitumia chama cha ubwabwa. Na taarifa zilizopatikana ni kwamba chama cha ubwabwa kinataka kutumika dhidi ya kampeni inayoendelea sasa hivi Chadema ya kufanya fundraising, yani kuchangisha fedha. Kuna hii tone inayoendelea, na mpaka wakati naandaa makala hii, wakati Jasusi TV naandaa makala hii, tayari Chadema ilikuwa imefikisha jumla ya shilingi milioni 210, na huenda muda baadaye itakuwa ni pesa hizo itakuwa zimeongezeka zaidi. Kwa hiyo wanakaribia kufikia, kwa sababu lengo la fedha zinazohitajika
kwa ajili ya mkutano mkuu wa chama hicho baadaye mwaka huu ni shilingi milioni 330 na kitu hivi. Kwa hiyo mpaka kufikia wakati makala hii inaandaliwa, tayari Chadema walikuwa wamefikisha shilingi milioni 210. Kuna fundraising ilifanyika ya kubwa na watu wengi wamechanga, takriban shilingi nadhani milioni 5 zitakuwa zimepatikana katika fundraising hii latest iliyofanyika. Sasa katika kukabiliana na hilo, Samia anakitumia chama hiki cha ubwabwa, na mkakati tayari umeanza kutekelezwa. Kwa sababu chama cha ubwabwa nacho kimeanzisha tone yake. Wamefanya mkutano na waandishi wa habari kueleza kwamba unafanya fundraising kwa ajili ya kukusanya fedha za uendeshaji wa chama. Lakini lengo ni kwamba kutokee maagizo kutoka kwa ofisi ya msajili wa vyama dhidi ya ukusanyaji wa fedha za hizi vyama vya siasa. Zimeanza utaratibu wa kukusanya fedha, kwamba hizi fedha zinahusiana mambo ya money laundering, kutakatisha fedha na vitu kama hivyo. Lengo sio kuwazuia chama cha ubwabwa, bali uamuzi utakaotolewa dhidi ya chama cha ubwabwa uhalalishe uamuzi mwingine utakaotolewa dhidi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hiyo Chadema wanaweza kulikwepa ili haraka kwa kufanikisha kufikisha hicho kiwango kinachotakiwa, kwa sababu ni milioni 330 na kitu hivi, na sasa wamefikisha milioni 200. Kwa hiyo bado kama milioni 100 fulani hivi. Kwa hiyo huenda wanaweza wakafanikiwa kukamilisha kiwango hicho kabla ya huu mpango dhalimu wa Samia na chama cha ubwabwa haujaweza kutekelezwa. Lakini wakati hayo yakijiri, kuna habari nyingine mbaya sana ambazo zimetokea hapo juzi, tena zimetokea kwa mkupuo, na habari zote tatu zinahusiana na kile ambacho Samia alikizungumza majuzi. Nakumbuka akiwa Zanzibar katika mambo ya maridhiano yale kati ya ACT Wazalendo na CCM kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa, alilaumiwa sana kwa kutoa kauli wanaharakati ni sawa na ugaidi. Sasa hilo tishio la kufanya wanaharakati kwa ugaidi limeanza kutekelezwa, na utekelezaji wake una impact kubwa. Lakini kwanza tupie jicho matukio makubwa matatu ambayo yamehusishwa na hilo. Katika tukio la kwanza, viongozi wa umoja wa wanafunzi ambao ni wanachama wa Chadema Chaso huko mkoani Mbeya wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Hawa walikuwa ni viongozi watatu wa Chaso, lakini pia walikuwa na vijana wengine watatu ambao walikamatwa huko mkoani Mbeya, na walikamatwa mapema mwaka huu. Sasa wamekuwa ndani kwa takriban wiki 3. Kwa hiyo kuna shinikizo kwa jeshi la polisi kwamba liwaachie huru au liwafikishe mahakamani. Sasa kabla hilo kutokea, wamegeuziwa mashtaka na kwamba wote sasa wanakabiliwa na shtaka la ugaidi. Sasa siku hiyo hiyo, wakati hayo yakijiri, huko Mwanza nako viongozi kadhaa, wanachama kadhaa wa Chadema, wako jumla 23, nao ambao walikamatwa kwenye nyakati tofauti, nao wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Kwa hiyo kesi yao imebadilishwa. Awali ilikuwa ikihusishwa na hivyo kuhusiana na maandamano ya Sabasaba. Sasa kesi hiyo imebadilishwa na kuwa ni kesi ya ugaidi. Kwa hiyo kesi ya pili ya ugaidi ukichanganya na ile ya kule Mbeya. Lakini pia huko Dodoma, mhadhiri mmoja Melkisedek Kaijage, huyu alikamatwa siku kadhaa zilizopita, na amekuwepo ndani kwa siku kadhaa. Kwa hiyo wanasheria wake wakawa wameweka shinikizo kwa jeshi la polisi kwamba aidha wamwachie huru au wamfikishe mahakamani. Naye amegeuziwa kesi na sasa anatuhumiwa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo kuna kesi 3 za ugaidi. Hiyo ya vijana wa Chaso huko Mbeya, halafu kuna hao wanachama 23 wa Chadema huko Mwanza, na pia kuna hii ya huyu mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma ambaye kesi yake naye imegeuzwa kuwa ya ugaidi. Lakini pia jana usiku zilipatikana taarifa kuwa katibu wa Chadema kanda ya Serengeti anafahamika kama Jackson Mnyawamu, naye amesomewa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo jumla kuna wale vijana 6 Chaso 3 na wengine 3 kule Mbeya, halafu kuna wale 23, kwa hiyo 29, kuna yule mhadhiri wa 30 na huyu 30. Kwa hiyo takriban watu 31 wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi ndani ya wiki moja. Na mashtaka haya, kwa dhamira hasa ya mashtaka haya ya ugaidi,
ni hii ya Samia kujaribu kuzuia jitihada za maandamano. Kwa hiyo ujumbe unaweza ukaanza kufika kwamba sio tu watu wanakamatwa, lakini watu wanakamatwa na kubambikiwa kesi ya ugaidi. Kesi ya ugaidi ni mbaya kwa sababu ina implication kubwa sana. Hata kama mtu anaachiwa huru, bado inaweza kuwa na athari katika maisha yake, hata katika safari za kimataifa. Mara nyingi huwa natukia jicho kuuliza kama mtu alishawahi kushtakiwa kuhusu kesi ya ugaidi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi ni jitihada za Samia kwa upande mwingine kuwatisha watu kujihusisha na maandamano ambayo yanapangwa pengine kufanyika huko mbele. Kwa siku za hivi karibuni, mipango ya maandamano ni kufanyika tena awamu nyingine tarehe 8 ya mwezi ujao. Kwa hiyo siku ya 8 naye pia kuna mipangilio ya kutaka kufanya maandamano. Kwa hiyo hizi ni jitihada za kutumia ugaidi kuwatisha watu mbalimbali ili wasishiriki katika hizo harakati za kudai haki yao. Kwa hiyo ndio hali ilivyo. Endapo hizo mbinu za Samia na mwanae Abduli zitafanikiwa, ni swala la muda, lakini bila shaka Chadema wao watajipanga vizuri kukabiliana na changamoto. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.